kwako mheshimiwa, tuna jambo moja tu. Hatutaki kugombana sisi wenyewe kwa wenyewe, ila tunatamani kupata mwongozo kupitia kwako. Mwongozo huo tunaomba kuupata kwamba tunatamani sasa na sisi wa masokoni turudi barabarani ili tufanye biashara wote kwa pamoja. Maana wa barabarani imeshashindikana, ili kusiwe na migongano au kuwapa tabu nyinyi viongozi wa serikali. Mara leo tunamlaumu mkuu wa mkoa, mara sijui mkurugenzi, mara sijui katibu nani, mara sijui mkuu wa wilaya. Tuachane na hizo lawani masokoni, basi wote turudi masokoni. Ya kwetu ni hayo. Na pia nikirudi upande wa pili kuna swala ambalo lipo la mikopo ambayo mama kaitoa. Kuna baadhi ya watu wamepata hiyo mikopo, lakini hiyo mikopo wamekopeshwa watu ambao wapo masokoni, na watu ambao wako masokoni imekuwa ni ngumu kurudisha zile fedha kwa sababu hali imekuwa ni nini? Ni ngumu. Na wakati tunakopeshwa labda hizo pesa, kulikuwa kuna makubaliano kwamba kutakuwa hakuna mfanyabiashara yoyote holela barabarani, wote tutakuwepo masokoni. Tukawa na imani kwamba hata nikikopa, kwa sababu wote tunafanya biashara sehemu moja, mikopo itakuwa ni rahisi kurudisha. Lakini imekuwa tofauti na makubaliano. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mnaweza mkawasurutisha watu pasipokuwa na sababu, mkaa mnawaonea kwa sababu kuna sehemu mnaivunja wenyewe sheria ambayo umeiweka. Iko hivyo. Haya, asante sana. Kwa kweli hoja hii ni ya msingi. Hoja ni ya msingi. Hii hoja ni ya msingi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hebu tuambie ili kwa nini hamjasimamia na nyie ndio mliopanga watu wawe sokoni, wengine wako barabarani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako ninaomba mkurugenzi anisaidie kujibu hili. Ya mkurugenzi. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa nafasi. Kiukweli wamachinga ambao wanafanya kazi wafanya biashara kwenye masoko kimsingi kweli wana malalamiko, na sisi kama manispaa walituletea malalamiko yao mbalimbali kuhusiana na kuboresha masoko yao, ikiwemo kuongezea paa kwa wale ambao walikuwa hawana sehemu nzuri ya kivuli, na tukawajengea, tukawawekea paa, lakini pia tuliwaongezea miundombinu ya vyoo. Changamoto wanaouza barabarani tumetumia nguvu sana kuwatoa, lakini bado wanarudi, na ndio maana hawa leo wanalalamika kwa sababu wao wanatii sheria, wanalipa ushuru zote, wenzao wa barabarani hawalipi ushuru hata mmoja. Na tunatamani litoke tamko leo ili wale wote wa barabarani warudi kwenye masoko, kwa sababu tuna vizimba vya kutosha. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hili hata sio la mkutano, hili ni la kwenu. Hili si jambo la mkutano, hili ni lenu, kwa sababu mmepitisha sheria, iko wazi kwamba watu waende sokoni. Sheria ndio inavyosema hivyo na wengine wote wametii. Hili halipaswi kuwa jambo la kujadiliana tena kwenye mkutano.
Sasa mimi niwaelekeze, nendeni mkakutane na wale wanaofanyia hizo shughuli barabarani, waelekezeni na waonesheni sehemu ambayo wanatakiwa wafanyie kazi. Wapelekeni sehemu ambayo wanatakiwa wafanyie kazi. Na kama Iringa oye, nendeni mkaandae eneo mle ndani ya soko, pateni sensa ya wale ambao hawana eneo sokoni, wapatieni sokoni. Na ndugu zangu wana Iringa, niwaombe jambo moja. Iringa oye! Naomba niwaombe jambo moja, na ninawaomba tuelewane. Wafikishieni salamu na wengine wote. Kadri watu wanavyoongezeka, njia pekee ya kuweza kukabiliana na kupungua kwa ardhi watu wanapoongezeka ni kufanya shughuli zetu kwa mpangilio. Ndugu zangu, watu wanaongezeka, hatutaweza kufanya kazi kwa uholela. Leo hii ukienda baadhi ya maeneo kuna migongano kati ya wakulima na wafugaji. Ni kwa sababu tulishazoea kufanya kazi kwa uholela enzi tukiwa wachache. Na ninyi hapa tutalazimika hata kulipa fidia baadhi ya maeneo ili tupate maeneo ya kufanyia kazi. Na Mheshimiwa Rais ameshaelekeza mwaka wa fedha huu unaoanza tutaanza kutenga 5% nyingine kwenye zile 442, itaongezeka 5 kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ya kufanyia biashara. Kwa maana hiyo tukubaliane, hatutaweza kuendelea na utaratibu wa uholela. Na mimi niwaambieni, tukifanya shughuli kwa uholela barabarani, ikitokea mtu mmoja akagongwa gari akapoteza maisha, yale maisha hayarudi hata tuwe na fedha nyingi kiasi gani. Ndio, kwa hiyo lazima tukubaliane kuhusu haya ya kufanya kazi kwa mpangilio. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, timu ya mkurugenzi na wengine wote, fanyeni sensa sahihi kabisa ya wale ambao hawana vizimba kule sokoni, wapatieni watu wote wafanye biashara kwa mpangilio. Watu wanaendelea kuongezeka. Leo hii wakikosa hekima watu wote wakasema wanafanyia biashara barabarani. Hivi mtakaaje? Mtaishije hapa? Itakuwa chaos. Shughuli hazitafanyika. Kwa hiyo mimi niwaombe hili jambo lifanyieni kazi upya, fanyeni mpangilio upya. Kama soko halitoshi, tumesema tutapata 5% ya miundombinu. Tujenge na lingine. Lakini ili mradi tu watu wote wawe kwenye taratibu ambazo ziko kwenye mpangilio. Kwa hiyo hili lifanyeni kazi, tumelipokea. Nimemwona ndugu yangu yule pale, hebu mpelekeni